mara ya kwanza tangu lianza sakata la muimbaji Ibra kutaka kujiondoa kwenye lebo ya Konde Gang, CEO na mwanzilishi wa Konde Gang na pia ni star wa Bongo Flava Harmonize amejirekodi video fupi akieleza sakata hilo na kukiri kwamba hajamdai Ibra shilingi bilioni 1. Nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye lebo na kwenda kujitegemea, nami nilimjibu moja kwa moja kwamba nakutakia kila laheri. Kaa chini na viongozi wa Konde Gang, soma mkataba wako, muone mnafanyaje. Mkataba unasema endapo atataka kuvunja mkataba na kumiliki nyimbo zote hata zile alizofanya na mimi ili ziwe zake milele, ziwe zinaingia kwake, inatakiwa alipe hicho kiasi cha pesa kilichotajwa miaka 4 iliyopita. Hayo ndio yalikuwa mazungumzo. Sijui nini kimetokea kwake. Baadaye akaja kusema kwenye mitandao yake kwamba nimemdai kiasi cha shilingi bilioni 1. Nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni 1 na nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. Namtakia kila laheri. Kuanzia sasa yeye ni msanii anayejitegemea. Promoters, mkiwa na show muiteni apate riziki aisaidie familia yake. Kuhusu kauli ya kusema kwamba nilimuita chumbani kwamba nimemwambia amtoe mama yake mzazi, inahuzunisha. Sina namna, mtoto akiunyea mkono huwezi kukata. Nimemwachia Mungu, nimemsamehe na ninamuombea. Sihitaji msamaha wowote kutoka kwake. Akiona kuna tija sawa, akiona kuna haja ya kuomba msamaha watu waliosikia maneno hayo ni sawa, lakini anayestahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo aliyoyaongea Harmonize. Tumsikie kwenye video yake hapo hivyo. Kauli yake kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani, nilikuwa sijui nimemwambia mtoe mama yake mzazi. It's sad, na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea mkono huwezi kukata, utafanyaje? First, nimwachia Mungu. Second, nimemsamehe. Na mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia anastahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa ikimpendeza basi kwa wakati wake inshallah aseme sana, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa. Naamini itamuongezea baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa, na yeye ni my brother na si ataendelea kuwa my brother. Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him. Kwa hiyo wish him all the best. So kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea kuisupport Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja. And thank you so much for your time watching this. And Konde Gangs for everybody. This is Konde Boy.